العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. آمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, rehma na amani zimwendee nabii wetu na mtume wetu Muhammad, yeye na ahli zake na sahaba zake na waumini wote watakaofuata mwenendo wake hadi siku ya kiyama. Taban, leo kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala tutafungua darasa letu lipya katika kitabu kipya ambacho ni kitabu kinaitwa At-Tibyan fi Adabi Hamalati al-Quran. Na maana At-Tibyan ni ubainifu, At-Tibyan ni ubainifu. Jina la kitabu ni ubainifu. Fi adabi hamalati alquran, kinazungumzia adabu na mambo ambayo anapaswa kushikamana nayo mtu ambaye anabeba Qur'an alayhi salam. Yani mtu ambaye anajihimiza na kusoma Qur'an inabidi awe tofauti na watu wengine ambao wajihimiza na kufanya nini? Na kusoma Qur'an. Walidhalika hichi kitabu Imam rahimahullah alikitunga kama zawadi kwa watu wa Qur'an, kama kisa tafutaja huko mbele. Sababu ya kutunga hichi kitabu, alikuwa ni imamu mkubwa katika wakati wake. Akaona katika mji ambaye anaishi ndani yake watu wengi wanapenda kuisoma Qur'an, wanakuja msikitini kwa ajili ya kujifunza Qur'an katika halakati za Qur'an tofauti tofauti. Akaona acha waandikie zawadi ya adabu, wanapaswa kufanya nini? Kushikamana nazo. Taban, haya ilikuwa ni katika nyakati watu wanajua fadhila za ilmu na fadhila za uchamungu na kuwa na karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Katika huu wakati ukiwaambia mimi nakuja katika halaka yenu kukuleteni zawadi kuongezea ilmu, wanachukia watu. Wana venye tuko tunavyo hapa, tunapewa kwa masomo ingaliki vingi. Leo unakuja tuletea zawadi ya elimu tena. Tunajua zawadi labda unakuja kutugawia kanzu, kutuletea fedha au kadha wakati. Lakini unzur zawadi anawapa watu wa halakati za Qur'an, watungia kitabu cha fadhail. Wazi idhan, kwa sababu ni nyakati ilikuwa ilmu ina thamani, sio kama wakati wetu. Wala Mwenyezi Mungu akanusuru yani kizazi kipya kitachokuja, au sisi Allah akatutakia khairi tukabadilika tukarudi kama hizo enzi za kuishi hivi. Kitabu hicho mtunzi wake, ndugu zanguni, ni imamu mkubwa katika maimamu, ni Imam al-Hafidh al-Faqih al-Muhaddith. Ni Imam Hafidh, na Hafidh maana yake ni daraja kubwa katika daraja za wanazuoni wa ilmu ya hadithi. Baadhi yao walisema kwamba haitwi mtu hafidh katika ilmu ya hadith mpaka akiwa amehifadhi katika kichwa chake hadithi 100,000 au na zaidi. Tena sanad na matn, hapana matni tu, la sanad na matn, na akajua benye hizo hadithi zinahitajia katika dalili na mutabaat na kadhalika na hivyo. Nadhani hiyo daraja haifiki kila mtu, haifiki kila mtu kabisa. Lakini Imam an-Nawawi alayhi rahmatullah anaitwa kwamba ni al-Hafidh na ni al-Faqih, ni mwanachuoni yuko na alipiga mbizi sana katika ilmu ya fiqh, na taban alichagua madhhabu ya Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Alibainisha sana katika vitabu vyake kwamba anakinaika na rai za mashafi'ia. Taban amefikia daraja ya kujitahidi. Unajua mwanachuoni anapofikia daraja ya kujitahidi na uwezo wa kuziona dalili na kuzichambua, anakuwa na haki ya kuchagua nafasi kwenye anapotaka. Wazi. Fa idhan huwa katika vitabu vyake vingi sana alibainisha kwamba alikinaika na madhhabu Shafi'i na dalili zake zilimkinaisha, ndio maana akachagua madhhabu yao. Fa huwa Imam Hafidh, faqih, muhaddith, vile vile iko na baa iliyokuwa kubwa sana katika ilmu ya hadith. Wala shaka kwamba hakuna sharh ambayo kwetu sisi yani ahlus sunna wal jamaa, hakuna sharh ya sahih Muslim ambayo inazidi sharh yake al-Imam an-Nawawi alayhi rahmatullah. Jana kitabu kikubwa mashhur alitunga katika kusharisha sahihi Muslim, hakuna zaidi ya sharh kitabu kinajulikana zaidi yake rahmatullahi alayhi. Fa huwa imamun hafidh faqih muhaddith, na ni mwanachuoni katika masala nyingi. Abu Zakaria anaitwa Yahya ibn Sharafuddin an-Nawawi, nasabu yake ni an-Nawawi, yani ni mtu kutoka sehemu panaitwa Nawa, ni katika vijiji miongoni mwa vijiji vya karibu na mji wa Dimashq. Mji wa Dimashq ni mji wa kielimu sana rahmatullahi ta'ala alayhi. Alifishwa mwaka wa 676, ni maana aliishi karne ya 7, aliishi al-qarnu as-sabi', aliishi karne ya 7. Tabana aliwatangulia kina Ibn Hajar al-Asqalani kidogo, kwa sababu wenyewe ni katika
karne ya 8 rahmatullahi ta'ala alayhi. Kitabu hichi alikitunga kama jinsi nilivyowaambia kwa ajili ya kuwapa zawadi wa wanafunzi wanaosoma Qur'ani kama jinsi atavyobainisha huko mbele. Lakini hariyu, kabla tujaanza kusoma maneno yake katika hichi kitabu, tusome sira yake kwa ufupi, tusome historia ya huyu imam. Kwa sababu katika kusoma historia za watu wema au wanachuoni waliotutangulia kuna kutupa mutisho namna fulani na sisi tutavyopita njia ili tuweze kufikia pale walipofikia au tupasogelee pale walipofikia, ikiwa kama tuweze kupafikiria. Naam, wanasema al-Imam al-Hafidh. Taban tumeshasema maana al-Hafidh amefikia daraja kubwa katika hadith. Al-Qudwa alikuwa ni kiigizo kwa kuwa alikuwa ni mcha Mungu na ni mwanachuoni. Alamul awliya, watu walikuwa wanamwashiria kwamba katika watu vipenzi wa Allah subhanahu wa ta'ala na yeye yumo ndani yake. Na taban wanaposema hivyo hawamaanishi kwamba yaqinan, yani tunaposema mwanachuoni fulani alikuwa ni katika awliya Allah, katika wapenzi wa Allah subhanahu wa ta'ala, au ni katika baqiyatu salafi salih, yani milidirika hata watu wanaoita mashekh zao baqiyatu salafi salih. Baadhi ya watu walikuwa wanamuita Sheikh Ibn Baz kwamba ni katika baqiyatu salafi salih, yani katika waliobaki tunao dhania kwamba wangaliki na mwendo wa salafu salih. Haya maneno usiji kutuliza baadaye, wewe unajuaje kama huyu Allah amemkubali katika salafu salih, au unaamini aje kama huyu ni waliullah? Unawatukuza watu sema la, haya yote ni katika dhaniyat, tunadhani kwa jinsi tunavyomuona na hasibu, tunamdhania vile vile. Kama mtu ambaye tunamuona amefishwa kwenye njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, tunamdhania kwamba ni shahidi, lakini hatuna uhakika mia kwa mia kama ni shahidi. Allah ndo anajua vilivyokuwa ndani ya nini, ya nafsi. Kwa unaposema alamul awliya kwamba alikuwa anaashiriwa kwa vidole kwamba huyu ni katika vipenzi wa Allah subhanahu wa ta'ala, ni hukumu tunayoimpa kutokana na ile dhanna nzuri tunayomdhania kutokana na wingi wa matendo yake. Lakini yaqina ndani ya roho hii hukumu tusipoitoa, kwa sababu mwenye anayejua ni nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikhul Islam alifikia daraja ya kuwa Sheikhul Islam, na haitwi mtu daraja ya Sheikhul Islam isipokuwa anapokuwa amebobea katika fani tofauti tofauti za kielimu. Yani wakati fulani Mwenyezi Mungu anamuinua mwanachuoni mmoja katika ilmu fulani, masha Allah, katika masala ya sharia yuko juu, lakini katika lugha ya Kiarabu ni dhaifu, katika ilmu ya hadithi dhaifu, katika masail Qur'an dhaifu. Mfano kama huyo amwiti Sheikhul Islam mara nyingi, isipokuwa watu katika hiyo fani yao. Lakini wanapokutana na mwanachuoni alibobea katika ilmu tofauti, kila ilmu akizungumzia unaona kwamba yuko na nini, yuko na mkono mrefu, wanakuwa wanamuita nani? Sheikhul Islam. Na tabani hili jina limetofautiana, kila watu wako na Sheikhul Islam wao kadha wa kadha, watu wanafunzi fulani wanamuita Sheikh wao Sheikhul Islam na kadhalika hivyo, lakini fil ghalib inaonyesha mwanachuoni ambaye amewazidi wengine katika kubobea fani tofauti tofauti katika ilmu. Muhyiddin, laqabi yake ilikuwa ni Muhyiddin, mwenye kuihuisha dini. Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf ibn Murri ibn Hasan ibn Husayn ibn Hizam an-Nawawi, na inajuzu tena kusema an-Nawawi, imma useme an-Nawawi au an-Nawawi. Hii an-Nawawi ni nisba yake, amenasibisha kunako kijiji chenye anatoka iko cha asili yake, ni kijiji cha An-Nawa, kijiji kinachoitwa An-Nawa. Kuna mtu mwenye kunasibishwa katika hicho kijiji anaitwa aje? An-Nawawi. Yani kama mtu asili yake ikiwa ni Buyezi, anaweza kujinasibisha kule mwisho akasema Al-Buyainzi. Yani mtu mwenye asili yake ni kutoka Makka, anaweza kujinasibisha akasema Al-Makki. Na Imam rahimahullahu ta'ala ameitwa An-Nawawi kwa kunasibishwa katika kijiji cha asili yake ambacho ni nini? Nawa. Na hichi kijiji cha Nawa kinapatikana karibu na mji wa Dimashq katika nchi ya Suria leo. Anasema An-Nawawi Al-Hawrani vile vile ni mtu asili ya Hawrani. Ash-Shafi'i, madhhabu yake ni Shafi'i kwenye madhhabu al-fiqh, radiyallahu anhu, Allah amridhie. Naam, alizaliwa katika mwezi wa Muharram mwaka wa 631, mwaka 631 Hijria, ilikuwa ni sawasawa na mwaka 1233 miladia. Binawa, katika kijiji cha Nawa. Wa hiya baldatun taqa'u januba Dimashqa, na hichi kijiji kinapatikana katika kusini mwa mji wa Damascus. Qala faqara alqur'ana bibaladihi, cha kwanza alichokianzia katika kufungua macho yake ni kufanya nini? Kusoma Qur'ani katika huyo mji wake.
Someni sira za wanazuoni wote. Cha kwanza walikuwa wanafungua nacho masira. Mwendo wa kielimu ni nini Sheikh? Qur'ani tukufu. Idhan mtu kuanza kwake na Qur'ani anafungua macho pamoja na Qur'ani, hayo ni katika mambo yanayobashiria mustakbali wake kuwa ni mustakbali wa kielimu. Wazi? Naam. Wa fil ghalib utakutana ni nadra sana ukakutana mwanachuoni ambaye anajulikana hakuanza na Qur'ani. Falidhalika aula ma yabda bihi talibul ilmi alihtimamu bil Qur'an. Na hata kama ukiona kwamba umeingia katika njia kutafuta ilmu lakini umechelewa katika Qur'an, lazima usahihishe ile kosa ulilolifanya kwa kwenda kuhalakati. Yani baadhi ya tulabu ilmu leo tunawaona anapenda kwenda kuhudhuria madarasa ya kadha wa kadha wa kadha, lakini anajua kama ni mbovu kwenye Qur'an hataki kwenda kwenye halakati. Hili ni kosa. Lazima uhudhurie halaka. Tenga muda wako ipe halaka, kwa sababu Qur'an inakupa baraka iliyokuwa kubwa sana na inakuwa ni sababu ya kupata baraka iliyokuwa kubwa sana kufungua njia yako katika nini? Katika elimu. Idhan akasoma Qur'ani katika mji wake huyo wa Nawa. Waqadima Dimashqa sanata 649 ma'a abihi, kisha akahama na baba yake kutoka katika kijiji chao cha Nawa wakahamia mji mkuu wa Damascus mwaka wa 649. Yani walianza wakaishi pale na wakasomea Qur'ani kwenye kijiji chao, kisha baadaye wakahamaga na baba yake. Qala fasakana fil madrasati rawahiyya, akaishi katika madrasa inaitwa Rawahiyya katika madaris zilizokuwa pale Dimashq, ndio akawa anaishi kwa Imam rahimahullah. Qala wa hafidha at-tanbih fi 4 ashhur wa nisf, akahifadhi kitabu ambacho kinajulikana kwa at-tanbih. Ni kitabu kikubwa katika vitabu, alikihifadhi katika miezi 4 na nusu kwa sababu alikuwa anapenda ilmu. Qala wa qaraa rub'a al-muhadhab hifdhan fi baqi as-sana, akasoma rubu ya muhadhab. Kwa muhadhab ni kitabu kikubwa kwenye fiqh ya Imam Shafi'i, katika vitabu vinavyotegemea la madhhab ya Imam Shafi'i, kitabu al-muhadhab. Sawa? Alisoma robo yake katika akakihifadhi robo yake katika mwaka uliobaki katika hiyo miaka 4 aliyozungumzia na nusu. Qala thumma hajja sanata 51 ma'a abihi, kisha mwaka wa 51 tabana aliingia mwaka Dimashq mwaka wa 649. Katika mwaka wa 651 Mwenyezi Mungu akamruzuku kwenda Maka kuhiji pamoja na baba yake. Wa aqama bil madinati al munawwara, alipoenda kuhiji akaikaa Madina tukufu. Baada ya hija akaikaa muda kadhaa katika mji mtukufu wa Madina. Ala sakiniha afdalus salati wassalam shahran wa nisfa shahrin, akaikaa mwezi 1 na nusu pale Madina. Qala waliduhu rahimahullah, anaelezea mzazi wake Allah mrehemu, falamma qadayna almanasika, tulipomaliza kuhiji, wa wasalna ila Nawa, na tukatuko tunarejea Dimashq. Lakini kabla kufika Dimashq lazima upitie kijiji cha Nawa. Tulipofika Nawa, wanazalna ila Dimashq, tukafika tunatoka Nawa tukaenda katika mji mkuu wa Dimashq. Qala sabballahu alayhi alilma sabba, Mwenyezi Mungu alimfungulia ilmu sana, ikawa utafikiri ilmu anamiminiwa anamwagiwa nayo kama jinsi mtu anamwaga maji kwenye ndoo. Wazi? Yani alizidisha juhudi za kutafuta ilmu baada ya kutoka katika ibada ya haji. Kana yaqra'u kulla yawmin 12 darsan ala mashayikhihi, alikuwa kiri yake kwa siku anasoma visomo 12 kwa mashekhi. Anahudhuria kwa shekhi anasoma kisomo fulani, anakwenda kwa shekhi anasoma kisomo fulani. Kwa siku moja anasoma visomo vingapi? Visomo 12. Si katika madrasa yetu maahadi yetu visomo vingapi kwa siku? 5, 6, sana 8, na hapo shida kabisa. Tamani mwalimu ashinde. Utafikia aje daraja imam? Haiwezekani. Visomo 12 kwa mashekhi tofauti, tena sharhan wa tashihan, sharhan wa tashihan. Anaanza kwanza anasoma, wamsikie kama anasoma, wamkosoe. Hii ndio tasihih. Tasihih kuja na kitabu mbele ya shekhi unakisoma, akusikie kama unajua kusoma, kukosoe. Baadaye na sharhan, unakirejea tena sherehe yake aelewe kama umekielewa, sio kupita pita tu juju na hapa turuki na hivi ni vingi na kadhalika na hivyo. Walidhalika saru aima, wamekuwa maimam bihaq kwa jitihad. Kuna baadhi ya ndugu zetu wanafikiri kwamba ilmu ni kidogo tu, kirashe inatosha. Unasikiliza tu darsa dakika 5 dakika 10 unaondoka ya kubaki. La, muhakadha sio hivyo.
Idhan ilikuwa maisha yake mazima kila siku anasoma visomo 12 kwa mashekhi zake sharhan wa tashihan, sio kurapua, anahudhuria sharh na tashih. Qala darsaini fil wasit, alikuwa anasoma dars 2 kwenye wasit. Na wasit ni kitabu katika fiqh Shafi'i maarufu. Wa darsan fil muhadhab, na visomo na kisomo kwenye muhadhab, nacho kitabu katika fiqh. Wa darsan fil jam'i baina as-sahihayn, na darsa lingine alikuwa analichukua katika kitabu ambacho kimekusanya hadithi za sahih mbili, Bukhari na Muslim. Wa darsan fi sahih Muslim, na darsa lingine hasa kwenye sahih Muslim. Wa darsan fi al-luma' ibn Jinni, na dars kwenye kitabu al-luma' ibn Jinni kwenye lugha ya Kiarabu. Wa darsan fi islah al-mantiq, na dars katika mada ya kusuluhisha mantiq, yani ilmu ya kuchunga usikose wakati unapotamka. Wa darsan fi tasrif, na dars kwenye ilmu ya sarf. Wa darsan fi usul al-fiqh, na darasa kwenye usul al-fiqh. Taratan fi al-luma', wakati fulani kwenye luma' libni abi ishaq ash-shirazi cha imamu shirazi. Wa taratan fi al-muntakhab lilimami fakhruddin ar-razi, yani usul al-fiqh alikuwa anasoma imma kwenye luma' na imma kwenye muntakhab. Wa darsan fi asma'i ar-rijal, alikuwa katika kile zake za siku anachukua darsa nzima katika majina wapokezi wa hadith, wale ruwat, hadathana fulan. Yani mtu anataka kujua ilmu ya kusahisha hadithi na kudhoofisha, lazima achukue ilmu, asome ilmu ya asma'ur rijal, majina wale wapokezi wa hadithi, ujue hali ya kila umoja. Idhan ilikuwa katika darsa zake za kusiku. Wa darsan fi usuli ad-din, yani darsa kwenye usuli ad-din maksudi yake ni aqida. Qala ma'a ta'liqi jami'i ma yata'allaqu biha min sharhi mushkilin, alikuwa tu wasome anapitisha pamoja na kufanya ta'liq ya yale ambayo yanahitaji ta'liq katika yale ambayo yanaleta usumbufu. Kwa anasoma katika hichi kitabu kuna kitu fulani kijaeleweke, inabidi aweke ta'liq pembeni au atafute kitabu kingine kimsaidie hii masala ili aweze kuelewa, na wenyewe pia vinachangia kwenye darasa. Yani tulabul ilm leo hamna hiyo masala. Tunafika kwenye kitabu tusema bana, huyu jamaa gisa ametaja kitabu hapa kubainisha sana, lazima tupate kitabu cha pili kitusaidie masala ile tuielewe, lazima tukanunue kitabu na tukisome, uzito tumeshaleta. Idhan ama imma wakuwa na hilo jambo yualliquna, wanafanya ta'liq ila maana inahitaji ta'liq. Qala wa wuduhi ibaratin, kuweka ibara fulani iwe wazi. Wa dhabti lughatin, wakati fulani akifika katika maneno magumu ya lugha ya Kiarabu anayadhibiti, anatafuta katika kamus juu ya dhibiti au anayachukua kwa shekhi wake, anadhibiti hili neno maana yake ni kadha wa kadha. Qala wa inna ma athartu an adhkuraha kullaha bitafsili, ilitosha tu huyu mwenye aliandika hichi kitabu ataje kwamba imamu alikuwa anasoma visomo 12 kwa siku, lakini ametaja kimoja kimoja. Kwa sababu gani? Liya'lama talabatul ilmi fi ayyamina, ili wanafunzi ambao wanaitafuta elimu katika nyakati zetu za leo wajue kaifa kanat himamul ulama'il awail, wajue jinsi wanazuoni wa zamani walikuwa na himma ya kutafuta elimu, sio uvivu kama wenye tunauona leo kwenye masomo. Radiyallahu anhum. Qala fi tahsil al-ilmi wa haml al-amana, himma waliokuwa nayo, juhudi walizokuwa nazo katika kuitafuta elimu na kubeba amana ya elimu. Qala wa anna hadha ad-din la yaqumu illa bi amthali haula'i al-ulama al-amilin wal mujahidin as-sabirin, na wajue kwamba dini haiwezi kusimama isipokuwa tutapopata wanazuoni mfano wa hawa ambao ni wanazuoni wanaitafuta ilmu kwa haki na wanaifanyia kazi hiyo ilmu, na wanajahidi, wanapambana na wanasubira katika kutafuta ilmu, hawajali mchoko wala maradhi wala uzito wa kifedha na kihali katika njia ya kuitafuta ilmu. Shuyukhuhu, katika mashekh zake rahimahullahu ta'ala, akhadha al-fiqha 'an al-imam az-zahid al-kamal abi ibrahim ishaq ibn ahmad al-maghribi thumma al-maqdisi wa huwa 'umdatuhu fihi, alichukua ilmu ya fiqh kwa imam abi ibrahim ishaq al-maghribi ambaye anajulikana kwa al-maqdisi, na ndio tegemeo la imam katika kupokea ilmu ya fiqh, yani ndio alisoma kwake sana ilmu ya fiqh akichukua kwake. Taban katika tarjama ya mashekh, katika tarjama ya wanazuoni mara nyingi wanatutajia mashekhi zao kutaka kutuonesha kwamba haiwezekani mtu akapata ilmu bila kuichukua kwa mashekh, na mtu wote yule ambaye alipata ilmu kwa kujisomesha yeye mwenyewe bila kurudi kwa mashekh mara nyingi sana alipotea. Ndio bwana, kuna ibara ambayo iko wazi, yule mtu ambaye shekhi wake atakuwa ni kitabu chake, makosa yake atakuwa ni mengi. Walidhalika someni sira za wanazuoni wote, utakutana kwamba walikuwa na nini, walikuwa na mashekhi ambao waliosoma kwao. Na miongoni mwa watu ambao walimchukia Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala katika maadui zake. Taban unajua kama Sheikh yuko na maadui waliokuwa wengi sana, na hiyo ni hali ya kawaida. Kila mtu ambaye Allah
amemfungulia na akamuinua katika fani miongoni mwa fununu zote, vile vile anakuwa na wapenzi na vile vile anakuwa na nini, na maadui. Na taban hakuna cha maajabu tukijua hata Mtume sallallahu alayhi wasallam yuko na maadui zake. Idhan katika mambo ambayo maadui wa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, wa Sheikh Mujaddid alikuja kusoma mambo mengi sana katika masaili ya dini na amehakiki mambo mengi sana katika ilmu. Wakasema katika makosa ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kwa wafuasi zake ni kwamba wanamfuata na anajulikana ni kwamba Sheikh hana walimu. Yani Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah hajulikani walimu zake, hatujui alisoma kwa nani na nani na nani, lakini tunayokuwa na wanafunzi waliokuwa wengi, na hii kauli si sahihi, sio sahihi. Fa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah yuko na mashekhi wengi alipokea kwake, bali hata katika mashekhi zake alipokea kwa mashekhi wanawake. Hadha min al-gharaib kwamba Sheikh alisoma kwa mashekhi wanawake, wazi. Lakini hawa mashekhi mara nyingi watu hawawajui. Walidhalika tulipopokea moja katika vitabu vyake al-40 hadithan at-Taymiyyah, kuna kitabu kinaitwa hadithi 40 zilizokusanywa na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Hicho kitabu alikusanya hadithi alizozisikia kwa mashekhi zake. Katika kila hadithi anasema alinieleza shekhi fulani kutoka kwa fulani mpaka kufika kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema kadha wa kadha. Wazi. Katika hicho kitabu alizungumza mashekhi zake. Walidhalika hakuna haja ya kumtuhumu shekhi kwa hiyo tuhuma na si sahihi. Fahimu ikhwani, wanda Allah subhanahu wa ta'ala kitujaliaga wakati juu ni kitabu kifupi tuzo tukafanya daura au jilsa, yani siku 2 siku 3 tukasoma hizo hadithi na tukatoa ijaza katika hicho kitabu. Idhan kinatusaidia sana tukitaka kurejea kuthibitisha mashekhi ambao alipokea kwa ilmu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Idhan katika mashekhi zake ni huyu Imam al-Maqdisi. Qala wal Imam Abu Muhammad Abdurrahman ibn Nuh al-Qudsi wal Imam al-Jalil Abi al-Hasan Sallar ibn al-Hasan al-Irbili wa ghayruhum. Na kinyume na hao alichukua kwa fiqh na akapokea ilmu ya hadith kutoka kwa Sheikh Abu Ishaq Ibrahim ibn Isa al-Muradi na al-Hafidh az-Zain Abi al-Baqa Khalid ibn Yusuf an-Nabulsi wa ghayruhuma. Na kinyume na hao وقرأ في الأصول نكسم علم يا أصول وإمام أبي الفتح عمر بن بندار التفليسي وعز الدين محمد بن عبد القادر بن الصائغ. نكسم علم يا نحو والإمام العلامة أبي عمر عثمان بن محمد التوزري المعروف بالفخر المالكي. نكسم تنا علم يا نحو وإمام وكتي wake ambaye alikuwa hana mpinzani katika ilmu ya nahwi katika wakati wake, أبي عبد الله محمد بن مالك الجيان الأندلسي أمبني مشهور صاحب الألفية. قال وغيرهم كثير نكني منها وسار. طبعا هذا ما لشكوا كتكفني زوت. قال وكان شيخه في الطريق هو الشيخ ياسين ابن يوسف المراكشي. نالكوا الشيخ wake katika طريق ya dhikri. طبعا imam alikuwa miongoni mwa imam ambao wanapenda fadhail sana, wakati fulani wanaikaa wanafanya dhikri na zuhud na kadhalika na hivyo. Taban wako baadhi ya watu wanaweza kumfananisha kama turuq za sufia, lakini ukimfananisha katika turuq za sufia tunafuta tunamsannif katika sufiyun, katika sufia mu'tadila, yani sio wale masufi ambao wanaabudu makaburi, wanaabudu mawali na kadhalika na hivyo, la bali ni wale sufia wanajulikana katika maimam walikuwa wanapenda zuhudi sana, wanafanya dhikri sana, wanamtaja Allah subhanahu wa ta'ala sana. Taban yani raha zao zijulikani kwa watu, yani ukiuliza wanyoleishi nao tuambie maisha yao starehe mnayokumbuka, wanakuambia hatujui. Walikuwa na zuhudi sana na kadhalika na hivyo, lakini sio sufi wala ambao wanaabudu makaburi wala wanaadhim mawali wala wanaitakidi kwamba kuna daraja fulani wakishafika hawapashi kufanya ibada. Hasha wakalla imam kwa katika hiyo tariq. Idhan alikuwa kiigizo chake katika tariqi hizo za zuhud ni Sheikh Yasin ibn Yusuf al-Marrakishi alladhi kana al-Imam an-Nawawi yakhruju ilayhi wa yataaddabu ma'ahu wa yazuruhu, ambao imam huyu alikuwa anaenda kwake kupokea tabia njema kama zuhdi, kama sabru, kama kujifunza yani dhikri na kadhalika na hivyo. ويرجو بركته ويستشيره في اموره, akawa anamuomba amtakie baraka na anamuomba ushauri katika mambo yake tofauti. قال وهو المراكشي الذي تفرس في الامام النووي, na huyu Imam Marrakish alim'athir sana Imam an-Nawawi rahimahullah, wa huwa ibn 10 sinin. Alikuwa tafarrasa fi al-Imam an-Nawawi wa huwa ibn 10 sinin annahu sayakunu lahu sha'n,
Yani huyu Imamu al-Marrakishi ambaye alimlea na akamfundisha adab Imamu Nawawi rahimahullah, tangu angaliki na miaka 10 alikuwa anategemea kwamba Imamu Nawawi atatoka kuwa ni kitu kikubwa sana katika ulimwengu wa Kiislamu. Talamidhu, katika wanafunzi zake, takharraja bihi khalqun min al-ulama wal-fudala, walipata ilmu kubwa sana katika mikono yake wengi katika wanazuoni na wenye fadhila. Minhum, miongoni mwao tilmidhuhu al-mulazimu lahu al-allamatu Alauddin Ali ibn Ibrahim al-ma'ruf ibn al-Attar al-Dimashqi, kama mfano mwanachuoni ambaye ni mashhur Ibn al-Attar al-Dimashqi, na al-Hafidh Abu al-Abbas Ahmad ibn Farah al-Ishbili, na al-Shaykh al-Mufti Shihabuddin Ahmad ibn Muhammad ibn Ja'wan, na al-Allamatu Abu Abdullah Muhammad ibn Abi al-Fath al-Ba'li al-Hanbali, na al-Imam Sharafuddin al-Barizi, na kadha vile vile alisoma kwake al-Hafidh Abu al-Hajjaj al-Mizzi ambaye anajulikana imam katika taarikhi, imamu mkubwa sana al-Hafidh al-Mizzi, na kinyume na hao katika wanafunzi zake. Katika vitabu vya Imamu rahimahullahu ta'ala, vitabu vyake ni mashhur sana na Allah subhanahu wa ta'ala vitabu vyake alivipa kabul iliyokuwa kubwa sana katika ardhi. Ndio maana umma wa Kiislam unanufaika sana na vitabu vyake, kama kitabu Riyadhus Salihin min kalami sayyidil mursalin cha Imamu Nawawi maarufu, kitabu maarufu katika hadithi. Hichi kitabu hichi ni umda, ni tegemeo katika misikiti mingi na halaka nyingi sana za kielimu wanapotaka kuwafundisha watu hadithi na ahkam za dini katika sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wakadhalika sharh sahih Muslim, sharh ya sahih Muslim ambaye aliandika, ambayo niliwaambia hakuna sharh kubwa mfano wake au nzuri mfano wake katika kitabu cha sahih Muslim kama sharh ya Imamu an-Nawawi alayhi rahmatullahi ta'ala. Katika vitabu vyake vile vile ni sharh ya Muhadhab, alisharehesha kitabu cha Muhadhab katika fiqh ya Imamu ash-Shafi'i. Vile vile katika vitabu vyake kuna kitabu kizuri sana ambacho ni kitabu al-Majmu' katika ilmu ya fiqh, ambacho wanaafikiana wanazoni kwamba mtu hawezi kujipiga kifuani kwamba ameshafikia daraja ya kuwa mufti na hichi kitabu hajakipitia, rahmatullahi ta'ala alayhi. Funga connection Sheikh, takuwa ni bora zaidi usitusumbue. Rahmatullahi ta'ala alayhi. Na kinyume na hivyo katika vitabu vyake, na miongoni mwavyo ni hichi kitabu ambacho tunakisoma hapa, At-Tibyan fi adabi hamalati al-Qur'an. Lakini kitu ambacho kinawashangaza wanazuoni katika walioishi wakati wake na waliokuja baada yake ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alivipa vitabu vyake kabul ambayo haina mfano wake. Yani kabul ni nini? Ni mwanachuoni kutunga kitabu alafu kinapokelewa sana na watu, kinazaga, kinakuwa ni tegemeo kuliko hata vitabu vingine hata vinavyokishinda, kwa sababu waliotunga katika fiqh na hadith na adab na ni wengi sana, lakini vitabu vyao havijulikani wala havitumiki kama vitabu vya Imamu Nawawi. Ile jambo linaonyesha nini? Linaonyesha kabul Allah subhanahu wa ta'ala. Wakati fulani unakutana mwanachuoni ana ilmu kubwa na anaandika kitabu chenye manufaa makubwa, alafu unakutana mwanachuoni mwingine yuko chini yake kielimu anaandika kitabu katika ile fani, lakini hakina manufaa kama yale. Hichi cha huyu hakijulikani, lakini cha huyu chini yake kinafanya nini? Kuzagaa kuliko kuwa kukubwa sana. Hilo jambo linaonyesha nini? Linaonyesha kabuli ya Allah subhanahu wa ta'ala na ridha ya Allah. Na wengine wanasema ni dalili ya kuonesha ikhlas ya mwenye alitunga hicho kitabu, alikuwa na ikhlas iliyokuwa kubwa sana. Ndio maana walidhalika hauwezi ukaelewa siri ya kitabu Riyadhus Salihin kuwa mashuhuri katika ulimwengu wa Kiislamu. Yani kitabu Riyadhus Salihin hakuna nyumba ya Muislam ambaye anajimiza na ilmu kikakosa ndani kwake, haiwezekani. Wazi? Au al-40 an-Nawawiyya, hakuna talibu ilmu anaweza kujifunza ilmu ya hadithi akose kupitia kitabu. Tafsiri iko wapi? Watu kimbele kitabu waache vitabu milioni 58. Sasa mimi naomba pako al-40 at-Taymiyya, pako vitabu hadithi 40 za Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, vitabu ya hadithi chungu zima, lakini havina shuhura kama Imam an-Nawawi alayhi rahmatullah. Ni siri ya kabuli Allah anampa mwanachuoni anayemtaka. Walidhalika hata unaona katika masala ya Qur'ani tukufu vitabu vingi sana vimetaja masala ya qiraat, lakini kitabu ambacho ni umda katika ulimwengu wa Kiislamu ni kitabu Ash-Shatibiyya, Hirzul Amani wa Wajhul Tahani fi al-Qiraat as-Sab'. Ulimwengu wa Kiislamu wote leo, tangu wakati wa Imam Shatibi mpaka wakati wetu tunaishi, hakuna kitabu kimeshakuja kikamwangusha Imam rahimahullah.
Imam Ibn al-Jazari ametunga Tayyibatun Nashri, akaweka himo Shatibia na venye vinazidi Shatibia, na akafanya tahriri za turuq na akafanya juhudi na kadha na kadha na kadha, lakini japokuwa na hivyo hakijafikia kitabu Shatibia. Idhan hii ni siri ya Allah anapomtilia mwanachuoni fulani kabul katika kitabu anachokiandika au wanafunzi anaowatoa, na hili jambo linaonyesha ikhlasu ya mtu. Rahmatullahi ta'ala ala al-jami', rahmatullahi ta'ala ala al-jami'. Wafatuhu, kufa kwa Imam rahimahullahu ta'ala, anasema wama zala radiyallahu anhu munaziman lilishtighali watasnifi wa nashri al-ilmi. Aliendelea Imamu Nawawi rahimahullahu ta'ala katika maisha yake mazima kujilazimisha na kushughulika na kutunga vitabu na kuizagaza elimu, wal ibada, na kufanya ibada sana, kwa kuwa Imam rahimahullah alikuwa katika ubadu zuhad, wenye waliishi nao wanamsifu kwamba alikuwa ni katika wanachuoni wanafanya ibada sana na wanazuhudi, wanaipa nyungu dunia sana. Qala wal awrad, na alikuwa ni mwingi wa kufanya dhikri, wasiyam, na alikuwa ni mwingi wa kufanya saum wa dhikr na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wal amali bi daqa'iqil wara' wal muraqaba, na alikuwa anatumia hata chembe chembe za mambo ambayo ni ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Alwara' arudisha siku zake katika maisha yake ya mwisho, ajali yake iliposogea, Allah akamwafikisha kurejesha vitabu vyote venye alikuwa ameyazima kwenye nyumba ya awqaf. Yani awqaf ni mali za Waislamu, kama mishafu iko msikitini. Awqaf mali za Waislamu ambazo hazimilikiwi na mtu, ni mali ya Waislamu wote hapa msikitini. Idhan alikuwa amejiazima katika awqaf, baadhi ya vitabu vya kutafuta ilmu akavirudisha vyote. Thumma safara ila al-Quds, kisha akasafiri katika mji wa Quds ambao uko Palestina leo, ambayo imezingirwa. Wazara al-Khalil alayhi salam, na akatembelea mji wa Nabii Ibrahim alayhi salam. Taban kuna mji wa Nabii Ibrahim katika ardhi ya Palestina unajulikana Madinatul Khalil, na ndio ndani yake pako kaburi ya Nabiiullah Ibrahim alayhi salam. Qala thumma raja'a ila Nawa, kisha akarudi katika mji wake wa Nawa. Fatamarrada ayaman, akaumwa siku kadhaa. Watuufia biha rahimahullahu ta'ala, akafishwa katika mji wake katika kijiji chake hicho fi Rajab, katika mwezi wa Rajab sanata 676, mwaka wa 676, ambao unafikiana na mwaka wa 1277 miladia. Qala an 45 ama, alikufa hali ya kuwa na miaka 45. An 45 ama, alikufa hali ya kuwa na miaka 45. Rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a, wa qaddasa Allah ruhahu at-tahira, wa alhaqahu bin nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Allah amrehemu rehema zilizokuwa kubwa na isafishe roho yake, na amiminie rehema zilizokuwa nyingi katika kaburi lake, na amkutanishe yauma al-qiyamati pamoja na mitume na watu wema, na hao ndio waliokuwa bora kukutana nao na kusuhubiana nao. Naam. Taban, mnajisikia mko tayari tuendelee au tuishie leo katika sira Imam rahimahullah? Madha taqulun? Nastamiru qalilan? Tayeb. Idhan mpaka hapa kutoka tumefikia ni sira Imam. Hapa tunaanza sasa maneno ya katika kitabu cha Imam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Hivi vitabu taban katika wakati wa zamani havikuwa hivi. Ni wakati tunaishi kwenye neema, tuko na karatasi, kila mtu ana pesa, kupata urahisi, kuna urahisi wa kupata pesa, unaona kitabu. Na zamani ilikuwa sio hivyo. Zamani ilikuwa mwanachuoni anapotunga kitabu chake, anakuja na anakiwasomea wanafunzi, wanakikopi, kila mtu anakopi. Kwa nini? Kwa mkono wake. Yani wako na maisha kama ya leo, ni rahisi kuprint vitabu. La ilikuwa hivyo. Wa alaykum salaam. Walidhalika yule mtu mwenye alikopi kitabu cha shekhe fulani, na yeye anaanza kwenda kwa mwingine akampa akakopi, hivyo ndio kitabu kinazagaa. Unakutana kule mwanzo, kabla ya kuanza maneno ya shekhe anaanza maneno yake. Walidhalika ndio bana vitabu vingi utakutana vinaanza alisema imamu fulani, sifa zilizokuwa kubwa sana. Unafika unashtuka, la, imamu waje alikuwa ni zahidi, mcha Mungu, anamwokopa Allah, anaweza akajiita sifa zaidi katika kitabu chake. La, sio maneno yake hayo, anakuwa ni maneno ya yule alifanya nini, alikopi kitabu. Kama kisi unavyoona katika hichi kitabu,
thumma awrathna alkitaba alladhina istafaina min ibadina. Kimeanza na aya ya Qur'ani, kisha tukawarithisha Qur'ani wale ambao tuliwachagua katika waja wetu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qala ash-shaykh al-faqih, alisema sheikh mwanachuoni katika fiqh, al-imam ambaye alikuwa ana daraja imam, al-alim mwanazuoni, al-wari' mwenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, az-zahid mwenye alikuwa anaipa nyongo dunia, ad-dhabit ambaye alikuwa na hifdhi, alikuwa na nguvu katika masala ya elimu, al-mutqin ambaye alikuwa anaelewa masala ukweli wa kuelewa, sio juu. Abu Zakaria Yahya Muhyiddin ibn Sharaf ibn Hizam an-Nawawi rahimahullah ta'ala. Taban hizi sifa zote sio imamu ametaja kuna jisifu nazo, la ani maneno yaliandika mwenye amekopi hiki kitabu. Ndio anataka watu wajue maneno yanataka kuandika hapa ni imamu alifanya nini, aliyazungumza na kakopi katika kitabu. Idhan maneno ya imamu yanaanzia hapa. Anasema imamu rahimahullah, alhamdulillahil karimil mannani dhit tawl. Sifa kamilifu zinamstahiki Allah subhanahu wa ta'ala, mkarimu mwenye kuwaneemesha waja wake, mwenye utajiri, dhitawl mwenye utajiri, wal fadl na mwenye fadhila, wal ihsan na mwenye kufanya mema, alladhi hadana lil iman ambaye alituongoza kunako imani ya Uislamu, wa faddala dinana ala sa'iril adyan na akaifadhilisha dini yetu kuliko dini zote, wa manna alaina bi irsalihi ilaina akrama khalqihi alayhi, na akatupa neema kubwa ya kututumia mtume ambaye ni kiumbe bora kwake kuliko ni viumbe wote. Qala wa afdalahum ladayhi, na kiumbe aliyokuwa bora na mtukufu kwake kuliko wote, habibahu wa khalila, kipenzi chake, wa abdahu wa rasulah, na mja wake na mtume wake, Muhammadan sallallahu alayhi wasallam, ambaye ni Muhammad, rehma na amani ziwe juu yake. Famaha bihi ibadat al-awthan, Mwenyezi Mungu akavuta ibada za masanam na shirki kwa huyu mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa akramahu sallallahu alayhi wasallam bil Qur'an, na Mwenyezi Mungu akamkirimu na kumtukuza huyu mtume kwa kumpa nini? Qur'an. Al-mu'jizati al-mustamirra, ambaye Qur'ani ni muujiza utazidi kuendelea, ala ta'aqub al-azman, nidamu nyakati za dunia zingaliki zinaendelea, allati yatahadda biha al-insa wal-janna bi ajma'ihim, ambaye Qur'ani hii Allah subhanahu wa ta'ala aliwashinda kwayo majini na watu, akwambia walete mfano wake na wakashindwa. Wa afhama biha jami'a ahli az-zayghi wat-tughyan, na akawafungisha vinywa kwa hii Qur'ani watu wote wenye upotevu na kwenda katika njia zilizokuwa potevu, kwa kuwa katika Qur'ani kuna hoja na rudud zinazobatilisha manhaji zao na upotevu wao. Waja'alahu rabi'an liqulubi ahli al-basair wal-urfan, na hii Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala akajalia kuwa ni rabi'u, ni kitu kilichokuwa kizuri na nyakati ambazo zinaleta raha katika nyoyo za watu wenye Allah amewapa ilmu na utukufu na fadhila. Qala la yakhlaqu ala kathrati at-taraddud wa taghayur al-ahyan, Qur'ani haiozi wala haichoshi, japokuwa mtu ataendelea kuisoma sana, na japokuwa watu watazidi kudumu nayo katika nyakati tofauti. Idhan haichoshi katika kuisoma wala kuisikiliza. Qala wayassarahu lidhikri hatta istadhharahu sigharul wildan, na katika miujiza hii Qur'ani Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akairahisisha katika ndimi za wenye kuipenda kuisoma, mpaka tukaona na watoto wadogo ambao ndo wanaanza kuchipukia wanaweza kuhifadhi katika kichwa na kuisoma, kitu ambacho hatukioni katika kitabu kingine. Qala wa dhamina hifdhahu min tatarruqi at-taghayyur ilayhi wal hadathan, na Allah akadhamini kwamba hii Qur'ani itadumu wala haitotoweka wala haitopotea wala haitobadilika. Akadhamini hilo jambo Allah kwamba atailinda Qur'ani na ataichunga, japokuwa patatokea mambo yoyote yale ya mabadiliko katika huyu uhai wa dunia. Wa huwa mahfudhun bihamdillahi wa fadlihi makhtalafa almalawan, na hii Qur'ani itahifadhiwa kwa utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala na fadhila zake daima, midamu usiku na mchana vitaendelea kutofautiana. Wawaffaqa lil'itina'i bi'ulumihi man istafahu min ahli al-hifdhi wal-itqan, na Allah akawafikisha kushughulika na hii Qur'ani wale aliowachagua katika watu wenye akili na busara.
Tabani mama anataka kuonyesha kwamba hashughuliki na masala ya Qur'ani katika kusoma na kuelewa maana yake na kutadabbar vilivyokuwa ndani yake na kuisomesha. Yani hashughuliki na masaili ya Qur'an isipokuwa yule aliyowafikishwa akachaguliwa na Allah subhanahu wa ta'ala akapewa tawfiq katika wale waliokuwa na akili na elimu. Qala fajama'u fiha min kulli fannin, wakakusanya katika hiyo Qur'ani kila fanni, ma yansharihu lahu sadru ahli al-iqan, wakachukua katika Qur'ani kila fani miongoni mwa funun tofauti tofauti ambazo zinapotajwa mbele za watu zinavisafisha vifua vya wale ambao wako na yaqeen kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Wabidhalika, watu ambao wako na yaqeen, wako na imani ya kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala, wanaposomewa Qur'ani wanasikia vifua vyao vinafurahi, wanapofasiriwa Qur'ani wanasikia vifua vyao vinafurahi, wanapoambiwa siri za Qur'ani wanasikia vifua vyao vinafurahi, wanapoambiwa tadabbur za Qur'ani, kila fani miongoni mwa fani za Qur'ani zinavifurahisha vifua vyao. Qala ahmaduhu ala dhalika wa ghayrihi min ni'amihi allati la tuhsa khususan ala ni'mati al-iman. Anasema namshukuru Allah aliyofanya hayo na namsifu kwa neema zake hizi ambazo hazisabiki, na hasatan namshukuru kwa ajili ya neema ya imani. Taban neema iman ndio neema kubwa kuliko neema zingine zote ambazo tulizopewa sisi. Wa as'aluhu alminnata alayya wa ala sa'iri ahbabi wa sa'iri almuslimina birridwan, na namuomba huyo Allah jalla jalaluhu ambaye nimemsifu na kumshukuru na kumtukuza, namuomba aniongeze, anipe neema mimi na wote wale watu ambao ninaowapenda na waislamu wote, atupe neema ya kuturidhia. Wabitala kwa imam amekusanya mambo mawili muhimu. Amemshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema ya kuongozwa kunako Uislamu, na taban tunasema neema ya iman, neema ya Uislamu ndio neema kubwa, kwa kuwa Uislamu ndio kitu kikubwa tunachokimiliki, kwa sababu Uislamu ndio kitu pekee yake ambacho kinaweza kikatunusuru katika dunia na akhira. Yani mtu kusema yaumul qiyama anufaiki au koki, anahitaji nini? Anahitaji Uislamu, wazi. Lakini tafuta katika kichwa chako kitu chote kile kinaweza kumnufaisha mtu yaumul qiyama, kinyume na Uislamu utakikosa. Tayeb, kaburi kusema mtu aneemeki, anahitaji nini? Imani, Uislamu, wazi. Hakuna kitu kingine. Yani mtu mwenye anamiliki pesa hawezi kumsaidia kitu kaburini, wala yaumul qiyama zitomsaidia kitu chochote kile. Tayeb, mtu mwenye anamiliki nguvu pia yeye atamsaidia mbele ya Mwenyezi Mungu chochote. Mtu mwenye anamiliki ilmu nyingi bila Mwenyezi Mungu atumsaidia chochote kile, wazi. Mahma kana atakifikia katika daraja kasema huyu jamaa ndio daktari mkubwa katika hii nchi, ambaye bwana hakuna daktari mfano wake, huyo akikosekana hii nchi watu wanakufa, lakini hivyo vitamsaidia chochote kile kaburini? Abada. Mbele ya Mwenyezi Mungu yaumul qiyama? Abada. Fahamtu na ikhwani? Walidhalika neema kubwa ambayo tunaimiliki sisi ni Uislamu, wazi. Lakini Uislamu tu wenyewe pekee hujatosha, lazima tena uridhiwe na Allah subhanahu wa ta'ala. Tunaweza kuslimu ukakosa radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Walidhalika pasema namshukuru Allah jalla jalaluhu kwa neema ya iman, kwa neema zote, lakini sana sana neema ya iman ambayo ni Uislamu, na ninamuomba anineemeshe mimi na wale ambao ninaowapenda na waislamu wote kwa ujumla kwa neema ya nini? Ar-ridwan, ya kuturidhia Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah, na nashahidia kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa ni Allah wahdahu la sharika lah, peke yake hana mshirika. Shahadatan muhassilatan lilghufran, ambayo ni shahada itatupatisha maghfira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Munqidhatan sahibaha minan niran, ambaye itamuokoa mwenye nayo kunako kuingia motoni. Musilatan lahu ila sukna aljinan, shahada ambayo mtu akifanyia kazi itamfikisha mpaka katika kuingia katika pepo za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, na nashahidia kwamba Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni mja wa Allah na ni mtume wake. Ad-da'i ila al-iman, ambaye aliwaita watu katika iman. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi, Allah amtakie rehma yeye na ahli zake na masahaba zake. Washarrafa wa karrama wa azzam, Allah mtukuze na mkirimu na muinue daraja. Ma taaqaba aljadidan, midamu vitu vitazidi kwenda vinapishana hapa duniani. Muda tukatosheka na hapo inshallah kwa ajili ya swala Sheikh sahih. Naam, idhan marra kuja inshallah
Allah akituwafikisha tutaanza madhumuni ya kitabu amma ba'du.